maisha ya Kristo kama kuhani. Naweza kuandika sehemu ya pili. Tutaanza Ebrania 6 ule mstari wa 19. Ebrania 6, 19 na 20. Ebrania 6, 19 na 20. Tulio nayo kama nanga ya roho, yenye salama, yenye nguvu, yaingiayo hata mle mlimo ndani ya pazia, alimoingia Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu, amekuwa kuhani mkuu hata milele kwa mfano wa Melkizedeki. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumzia matumaini tuliyo nayo kama nanga ya roho, yenye salama, yenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema yaingiayo mle mlimo ndani ya pazia, alimoingia Yesu Kristo kwa ajili yetu, mtangulizi wetu, amekuwa kuhani hata milele kwa mfano wa Melkizedeki. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumzia maisha ya Mkristo kama kuhani. Tunazungumzia matumaini yaingiayo mpaka mlimo ndani ya pazia. Ndani ya pazia ni patakatifu pa patakatifu kwa mujibu wa fundisho letu la tangu juzi. Ni patakatifu pa patakatifu. Nje ya pazia ni patakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema yaingiamo mlimo ndani ya pazia, manake yaingiayo katika patakatifu pa patakatifu. Manake matumaini tulionayo yanaingia ndani ya patakatifu pa patakatifu alimoingia Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yanaingia ndani ya patakatifu pa patakatifu alimoingia Yesu, mtangulizi wetu. Tunasema mtangulizi wetu kwa nini? Kwa sababu baada ya yeye kuingia, imetupasa na sisi kufanyaje? Kuingia. Lakini kabla yeye hajaingia, isingewezekana kwetu sisi kuingia, kwa sababu neno la Mungu nasema njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado, hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama. Bwana Yesu asifiwe. Napozungumzia hema ya kwanza, nazungumzia hema ya wana wa Israeli aliyotengeneza Musa. Bwana Yesu asifiwe. Aliyotengeneza Musa, aliambiwa ukatengeneze kama ile uliyoonyeshwa kule mlimani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka, mimi na wewe achukua miongoni mwa wana wa Israeli ambao walipata huduma katika ile hema ya kwanza inayozungumzwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tulikuwa na mahema yetu ambayo kimsingi ni mahema ya miungu isiyoumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Wale walikuwa na nafuu zaidi, lakini sisi tulikuwa tumepotea zaidi, kwa sababu ni kweli tulikuwa tunaingia katika mahema, ni kweli tulikuwa tunafanya ibada, ni kweli tulikuwa tunatoa sadaka, lakini kwa miungu isiyoumba na kinyume na maelekezo ya Mungu aliye mtakatifu. Tunaambiwa kwamba hapo mwanzo hapa duniani hakuwako na nani? Hakuwako na Mungu. Hakukuwa na Mungu duniani. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu aliabudu alichokiona kinafaa kuabudiwa, hata visivyostahili kuitwa Mungu watu walifanya kwa miungu, wakavisujudia, wakavitolea sadaka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa vyovyote vile ibada zetu zisingeweza kutuingiza katika patakatifu pa kweli, patakatifu
alimoingia Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini note, kwa mwangalifu sana hapa. Wakati pazia, kazi ya pazia ilikuwa kupatenga patakatifu na patakatifu wa patakatifu. Pazia la kitambaa lilitenga patakatifu na patakatifu, lakini si kwangu mimi na wewe. Kwa nini? Kwa sababu sisi hatujawahi kuhusika katika hilo pazia. Sisi pazia lilotutenga na patakatifu kwa patakatifu ni mwili wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Huo mwili wa Kristo ndio uliotutenga na patakatifu kwa patakatifu, kwa sababu ule mwili ulikuwa hujadhihirishwa. Yesu alikuwa hajatoa mwili, na hata baada ya kutoa mwili, kabla ya kuendea msalaba, bado mwili wake ulikuwa ni pazia la kutuzuia kupaingia patakatifu. Tumepata kibali cha kupaingia patakatifu baada ya ule mwili kutobolewa. Bwana Yesu apewe sifa. Baada ya ule mwili kuharibiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Baada ya ule mwili kuchomwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na damu ikatoka. Ile damu ndio iliyotupa kibali cha kupaingia patakatifu pa patakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana tunaambiwa kwamba tunao ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Njia aliyotuanzia iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa jiulize, kama pazia ni mwili wake na damu yake ndiyo njia ya kupaingia patakatifu, je, tunaingia ndani yake au tunatoka ndani yake? Maana damu yake ilitoka ndani yake ikatunuliza sisi. Damu yake ilitoka ndani yake. Wayahudi wakasema damu yake na iwe juu yetu na watoto wetu. Na sasa damu ya Yesu iko juu yetu na juu ya watoto wetu baada ya kutoka katika mwili wake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo damu yake kuwa juu yetu na juu ya watoto wetu imetupa kibali cha kuingia ndani yake. Unapoingia ndani yake ndipo unapoingia katika patakatifu, ambapo yeye alipokusudia tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu kwa ajili yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Adamu na mke wake wametenda dhambi, walijikuta wako uchi. Bwana Yesu apewe sifa. Uchi, kuonekana kwa uchi kulitokana na nini? Kuonekana kwa uchi kulitokana na kukosa vazi. Walikosa vazi ili wastiri siku zote, ambalo ni uwepo wa Mungu. Roho wa Mungu aliondoka ndani yao. Maana yake tangu mwanzo wao walikuwa hekalu la nani? La Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu alipoondoka wakajikuta wako uchi. Kwa hiyo sisi tunapoingia ndani ya Kristo tunapokea vazi. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapokea vazi, ilo vazi linatutambulisha katika yeye. Na tunaweza kusimama ndani yake na kufanya mapenzi yake ndani yake, sio nje yake, ndani yake. Kwa hiyo damu inatuwezesha kuingia ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Na inampa kibali yeye kuingia ndani yetu. Kwa nini? Yeye amefanya makao ndani yetu na sisi tumemfanya kwa makao yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndani yake tunaishi, tunakwenda na kupata uhai wetu, lakini na yeye anakaa ndani yetu. Sisi ndani yake na yeye ndani yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukajiona kama mtu wa kawaida, lakini nataka nikwambie, hema waliohudumu kina Aaron aliyotengeneza Musa ilikuwa ni hema ya dunia hii. Lakini hema tunayoingia sisi sio hema ya dunia hii. Sio hema ya dunia hii. Ukiingia ndani ya Kristo umeingia mahali alipo. Sisi unanielewa? Ukiingia ndani ya Kristo umeingia mahali alipo. Na tunaambiwa katika Efeso 2:6 kwamba yeye yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba
na tunashuhudiwa na maandiko kwamba na sisi tuko pamoja naye mkono wa kuume wa Mungu Baba. Na ndio maana akasema ili nilipo na wao wawepo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lile pazia baada ya kuondoka, maana Yesu aliondoa pazia baada ule mwili wake kutobolewa, baada ule mwili wake kuharibiwa kwa ajili yetu, ndio uliokuwa ukomo wa lile pazia la kupatenga patakatifu na patakatifu. Kwa nini? Ukisoma Mathayo 27, Mathayo 27, baada ya Yesu kufa msalabani, pazia la hekalu lifanyaje? Lipasuka vipande viwili. Manake iliyokuwa siri ikawa sio siri tena, kwamba kila mmoja sasa ana uwezo wa kupaingia patakatifu. Tunapaingiaje? Kwa hiyo damu iliyomwagika. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Manake sasa sisi ukuhani wetu leo sio ukuhani wa kuhani mkuu aingie patakatifu, alafu na makuhani wengine wahudumu katika kuhani mkuu aingie patakatifu pa patakatifu, na makuhani wengine waingie katika patakatifu. No. Sisi tunahudumu katika patakatifu pa patakatifu kwa damu ya Yesu, na tunahudumu katika patakatifu kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapoingia katika patakatifu, tunakuwa mbele ya uso wa Baba wa mbinguni kwa jina la Yesu Kristo, kwa ajili ya majukumu ambayo ametupa kwa ulimwengu. Na tunapoingia katika patakatifu, tunakuwa mbele ya jamii, mbele ya ulimwengu waliotuma kwao, kwa jina la Yesu Kristo, tukimwakilisha yeye, tukiwakilisha mapenzi yake kwa ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hakusema nendeni kwa watu, alisema enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila, sio kwa kila mtu, kwa kila kiumbe. Kwa nini? Kwa sababu Kristo amerejeza makusudi na wajibu aliyotupa tangu mwanzo, ambao tulipoteza katika Adamu. Tusome Mwanzo 1:28. Mwanzo 1:28. Mwanzo 1:28. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini, ndio, na ndege wa angani, ndio, na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwenye Biblia yako pigia mstari neno na kuitiisha. Kuitiisha. Bwana Yesu apewe sifa. Kuitiisha. Kuitiisha maana yake nini? Kila kiumbe ama ulimwengu wote uliwekwa katika mikono ya mwanadamu, katika mamlaka ya mwanadamu, au katika mamlaka ya Mungu aliyeiweka ndani ya mwanadamu, ili kila kiumbe kimtii Mungu, kienende sawasawa na makusudi ya kuumbwa kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Ili kila kiumbe kienende sawasawa na makusudi ya kuumbwa kwake. Lakini ili kifanye hivyo, aliyopewa wajibu wa kuhakikisha kwamba viumbe vyote vinaenenda hivyo ni nani? Ni mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanadamu ndiye aliyepewa wajibu na majukumu ya kuhakikisha kwamba ulimwengu unakwenda sawasawa na kusudi la Mungu la kuumba. Kila kiumbe kinaenda sawasawa na kusudi la Mungu la kukiumba. Kwa hiyo tangu mwanzo huo wajibu ulikuwa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Alimpoteza Adamu, lakini Kristo alipokuja ameurejeza kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo alipokuja alirejeza kwako. Na ndio maana ya sehemu ya ile sala baba yetu. Ndio maana ya sehemu ya ile sala ya baba yetu. Twende
na 6. Sita, 9, 10. Basi ninyi salini hivi. Ninyi salini hivi. Baba yetu uliye mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Bwana Yesu apesi. Anasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Ufalme wako uje hapa duniani. Na mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Ndio wajibu waliopewa mwanadamu tangu mwanzo, kuhakikisha kwamba mapenzi ya Mungu yanatimizwa duniani kama ilivyo mbinguni. Ndio wajibu uliomshinda Adamu. Kwa nini? Kwa sababu hata shetani alikuwa mikononi mwa Adamu na alitakiwa kuishi kwa neno la nani? La Adamu. Bwana Yesu apesi. Kilichotokea ni mwanadamu kudanganywa na shetani, akajihasi mwenyewe kabla ya kumwasi Mungu, kwa sababu mpaka umtende Mungu dhambi ni pale utakapokuwa umejikataa katika yeye, kwamba hivi alivyomweka Mungu sivyo nilivyotakiwa kuwa. Sivyo nilivyotakiwa kuwa. Mungu fundi jamani. Mungu fundi. Naweza kupendeza machoni pao, sio machoni pa nani? Pa Mungu. Kwa sababu hakuna kazi ya Mungu yenye makosa. Bwana Yesu apesi. Wakati na miaka 3 hivi sikuwa nazo, wakati na miaka 10 hivi sikuwa nazo, wakati na miaka 15 hivi sikuwa nazo, wakati na miaka 20 hivi sikuwa nazo, wakati na miaka 30 hivi sikuwa nazo. Bwana Yesu apesi. Manake Mungu alishaamuru tangu kwa misingi ya ulimwengu, mimi nitakuwa na mvi kuanzia umri gani. Tunaelewa? Kwa hiyo mimi nikichagua kuweka dawa, hayo itakuwa ni mapenzi yangu, sio mapenzi ya nani? Sio mapenzi ya Mungu. Na mimi nataka iwe hivi, ili watu wamstajabie. Bwana Yesu apesi. Ili watu wamstajabie. Si wewe chana nywele zako vizuri kwa smart, ili watu wamstajabie Kristo, waone uzuri wako halisi, sio wabandia. Bwana Yesu apesi. Yaani wamtukuze Kristo jinsi ulivyo. Lakini mara makorokoro, mara humu, mara humu, mara humu. Ningekuwa naoa leo, mke wangu labda angepata shida. Asingevaa zile kucha zenu, asingeweka nywele bandia, asingepaka yale mnapaka humu kama ndege, na hayo mnaweka humu, asingeweka. Ningemwambia mama, unatakiwa kuwa vile ulivyoitwa kuwa, ili Kristo atukuzwe kwa mimi na wewe. Bwana Yesu apesi. Asingeweka. Sio kwangu mimi, asiyemtaka basi. Asiyemtaka basi. Wewe usipomtaka unampunguzia nini? Mimi nishampenda. Bwana Yesu apesi. Na kama wewe umeoa mke, alafu hawezi kuwa mzuri kwako mpaka aweke hivyo vitu, basi ulikosea uchaguzi. Ulikosea. Ungetafuta mwenye sifa hizo. Nataka mwekundu, ungetafuta huyo mwekundu. Bwana Yesu apesi. Wanawake wako wengi, una uwezo wa kuchagua unayemtaka. Kwa nini ulichukua huyo ambaye hawezi kupendeza mbele zako mpaka weke makorokoro? Bwana Yesu apesi. Sasa kama wewe umemkataa mtu wako, nani atampenda? Hawezi kuwa mzuri. Yaani ukisha mkataa, wewe weka paka nini?
tayari umeshamkataa. Maana umefanyaje? Umemkataa. Hakuna siku atakayekuwa mzuri kwako. Haiko. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa tangu mwanzo jukumu letu lilikuwa ni kuhakikisha kwamba mapenzi ya Mungu yanafanyika wapi? Duniani. Kama atakavyo nani? Atakavyo Mungu. Na huo wajibu ni wa kwangu na wewe hata sasa. Na ndio maana Mungu amekuja akae ndani yetu ili atuwezeshe kuyafanya mapenzi yake. Tunaambiwa kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akimpatanisha ulimwengu na nafsi yake. Asemi akiwapatanisha binadamu. Kwa sababu ulimwengu ni zaidi ya binadamu. Na ndio maana enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Sio kwa kila mwanadamu. Maana kila kiumbe Mungu anakitazamia kipate wokovu kutoka kwako. Kiwe kile kilichokusudiwa kutokana na wewe. Tunapoita ufalme wa Mungu uje, ufalme wa Mungu hauwezi kuja duniani hauwezi kuingia Morogoro mpaka uje ndani ya mtu aliye ndani ya nani? Ndani ya Morogoro. Ufalme wa Mungu ukiingia katika watu wa Morogoro, ufalme wa Mungu uko wapi? Morogoro. Mapenzi ya Mungu yakitimizwa, yakitendeka ndani ya watu walio katika Morogoro, mapenzi ya Mungu yanatimizwa katika Morogoro. Kama Morogoro hakuna mtu mwenye roho wa Mungu ndani yake, mwenye ufalme wa Mungu ndani yake, mwenye Mungu ndani yake, huo ufalme wa Morogoro hauwezi kuwepo. Bwana Yesu apewe sifa. Hauwezi kuwepo. Hauwezi kuwepo. Ufalme wa Mungu unakuja ndani ya watu. Na huu ufalme wa Mungu unakuja baada ya hao watu kutakaswa kwa damu ya Pasaka wetu Yesu Kristo, na kuikubali damu ya Pasaka na kuingia alimoingia Yesu Kristo mtangulizi wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wanapoingia ndani ya Kristo kwa damu ya Kristo, ndipo ufalme wa Mungu unapoingia ndani yao. Ndipo wanapopokea Roho Mtakatifu na kuwa na uwezo wa kuyatenda mapenzi ya Mungu wale haya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usifikiri Mungu anaweza akaja akaitawala Tanzania kama hakuna watu wenye Mungu ndani yao katika nchi. Katika nchi kama hakuna mtu mwenye Mungu ndani yake, hakuna jinsi ambavyo Mungu anaweza akatawala hiyo taifa, kwa sababu Mungu anatawala mahali kutokea ndani ya mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unasema Baba yetu kule mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje Tanzania. Ufalme wa Mungu hauwezi kuja Tanzania bila kuwa ndani ya watu. Mapenzi ya Mungu hayawezi kufanyika ndani ya Tanzania mpaka hayo mapenzi yawe ndani ya watu. Maovu yote unayoyaona katika dunia hii yanatokana na watu kukosa Mungu ndani yao. Ufalme wa Mungu hauko ndani yao. Mungu hayuko ndani yao. Mungu sio mtawala wao. Mungu sio bwana wao. Wanaye bwana mwingine anayependa machukizo. Na ndio maana hata unapoomba lazima uwe mwangalifu. Tunapozungumzia kwa baadhi ya ufalme wa uwezo wa anga. Mfalme wa uwezo wa anga alipata uwezo wapi wa kutawala watu wa mahali hapo, na wewe pia utawaliwe. Kama unaamini kwamba wewe ni mwana wa ufalme wa Mungu aliye hai, basi ujue mkuu wa uwezo wa anga anayetawala anga lako sio yule atendaye kazi katika wana wa kuasi. Sio. Na kama ndiye, unamfukuzaje sasa? Kasha kutawala.
ndio bwana wako, ndio mtawala wako, kasha kudhibiti, unaweza kumfukuza mpaka aje mwenye nguvu kuliko wewe na kuliko yeye. Lakini kama wewe una roho wa Mungu aliye hai, manake mfalme wa uwezo wa anga anayetawala kwako sio roho yule atendaye kazi katika wana wa kuasi, bali ni roho yule atendaye kazi katika wana wa kutii, ambaye mmoja wao ni wewe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu mmoja kaniuliza, mkuu wa anga wa mahali hapa nani? Akamwambia ni Yesu. Akasema wewe lazima useme hivyo, lakini sisi tuna mkuu wetu wa anga. Sio, unanielewa? Wao wana mkuu wao wa anga wa mahali hapa na wanamjua na jina lake wanalijua. Lakini ikiwa wewe utamtaja mkuu wa uwezo wa anga wa mahali hapa kwamba ni huyo wanayemtaja wao, maana na wewe ni miongoni mwao. Hata kwako wewe mwenyewe ufalme wa Mungu haujafanyaje? Haujaja bado. Hebu tusome Luka 17. Luka 17 mstari wa 21. 17:21. Wala hawatasema tazama huko huku, hawatasema tazama huko huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Kwa nini ufalme wa Mungu umo ndani yenu? Kwa sababu ufalme yuko ndani yenu. Na ndio maana atumwabudu Mungu aliye mbinguni, tunamwabudu Mungu aliye ndani yetu. Hakuna jinsi unavyoweza kumwabudu Mungu aliye mbinguni kama huyo Mungu wa mbinguni hayuko ndani yako. Ili uweze kumwabudu Mungu wa mbinguni, lazima huyo Mungu wa mbinguni awe ndani yako, na kwa jinsi alivyo ndani yako ndivyo utakavyomwabudu. Bwana alivyo ndani yao. Bwana Yesu apewe sifa. Na tukiongelea habari ya utawala wa huyo Mungu, ukiingia ndani yako, ukianza kuoji mahali hapa, utakuta Mungu wako ana maeneo anatawala katika maisha yako, lakini kuna maeneo unatawala mwenyewe na maeneo mengine umemwachia adui. Sasa ufalme wa Mungu, wengine wameruhusu utawale ndani yao mazima, wengine wameupa maeneo. Kama ufalme anataka kutawala Tanzania, unamwambia wewe utatawala Dar es Salaam tu, au Dar es Salaam, Morogoro, Pwani basi, au kanda ya ziwa tu, au utachukua kanda ya ziwa na kanda ya kaskazini basi. Ni kulingana jinsi ambavyo wewe utampa nafasi ya kutawala maisha yako. Unaweza ukatawala watoto wako, ukashindwa kutawala mtu wako. Unaweza ukatawala mtu wako, ukashindwa kujitawala mwenyewe. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapozungumzia habari ya ufalme wa Kristo, basi huo ufalme umefanyaje? Umeingia mjini. Kama ni familia, huo ufalme umeingia katika familia. Sasa unaweza kuyaona mapenzi ya Mungu katika hiyo familia, endapo huyo ambaye ufalme wa Mungu uko ndani yake ataamua kuwajibika katika nafasi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kama ataamua kuchukua jukumu la wajibu wake. Tumeambiwa kwamba Yesu Kristo aliingia patakatifu kwa ajili yetu, lakini mtangulizi wetu. Sasa kama na sisi tutaamua kwamba baada ya kututangulia tuingie katika patakatifu, tufanye huduma ya ukuhani kwa ajili ya familia zetu ambao hawajamjua Kristo, ambao ufalme wa Mungu haujafika kwao, wewe utakapoamua kuingia patakatifu, ufanye huo upatanisho kwa damu ya Yesu Kristo, basi utakuta ufalme wa Mungu umeingia kwa mke wako, umeingia kwa watoto wako, umeingia kwa mpaka kwa majirani. Ufalme wa Mungu utafanyaje?
utaingia. Kwa sababu gani? Kwa sababu yuko mtu ambaye amesimama kwa habari ya ufalme, akifanya upatanisho kwa ile damu ya nani? Ya Yesu Kristo. Anafanya kazi ya ukuhani, amepata kibali cha kupangia patakatifu na anafanya kazi kweli kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Ufalme wa Mungu, unataka ufalme wa Mungu uje kwenye kazi yako. Ufalme wa Mungu hautakuja kwenye kazi yako kama hujaamua kusimama kama kuhani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu Mungu hatakuja akitembea kwa miguu kama alipoenda kwa bustani ya Edeni. Hatafanya hivyo. Hatafanya hivyo. Mungu akiingia ndani yako, ufalme wake uko nyumbani kwako. Ufalme wake uko kwenye kazi yako. Sasa ni mfalme gani asiyeweza kusimamia majukumu yake? Ni kuhani gani asiye, tunaambiwa lazima, kwa sababu makuhani waliotumikia hema ya kwanza walikuwa na kawaida ya kutoa. Mtu mwingine ni level nyingine ya imani. Yaani mimi mtoe sadaka labda 100,000 kwa ajili ya Dickson. Hiyo ni imani ya level nyingine. Ni level nyingine. Lakini basi uwezi hiyo, fanya hiyo inayowezekana. Bwana Yesu apewe sifa. Kusimama katika nafasi ya upatanishi kwa damu ya Pasaka wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niliona wakati fulani ushuhuda wa Pastor Chris. Ilitokea alikuwa anatakiwa kwenda kwenye huduma, amealikwa. Muda ulipokaribiwa kwenda kwenye huduma akaugua. Alipougua akaomba maombi ya ukiri, amna kitu. Akaomba maombi ya kusii, amna kitu. Akakemea, amna kitu. Ugonjwa huko pale pale. Akaja mchungaji mmoja nyumbani kwake kumtembelea, kumsalimia, kumjulia hali. Akamsalimia, akamjulia hali. Wakati namtoa nje amsindikize, alikuwa na gari mpya BMW. Akasikia hiyo gari mpewe mchungaji. Akamwambia mchungaji nisubiri. Akaenda ndani akachukua switch, akaja akamwambia naomba umtolee hiyo gari pale. Mchungaji akaitoa kwenye parking, akaiweka sawa. Alivyoleta funguo akamwambia kuanzia leo hizo funguo na hiyo gari ni kwako. Akamwambia Jamaa alipoondoka na ile BMW, yeye kwa kapona. Bwana Yesu apewe sifa. Manake kuna ukuhani ambao unaofanya inakubidi utoe sadaka. Si unanielewa? Inakulazimu utoe sadaka. Hata wewe unapodili na mambo yako ni ukuhani unafanya. Unaweza kuwa unaombea na mambo yako ni ukuhani unafanya. Mimi kuna wakati nilikuwa na mahitaji kweli. Mtoto hata imekuwa mashule. Imekuwa mashule. Akaniambia 200,000 inatosha. 200,000 inatosha. Nilipotoka kwenye ile maono, nilikuwa naombea kitu fulani. Kumbe sasa mtaji ni 200,000. Ili niweze kuvuka hapa mtaji ni 200,000. Nikarudi nyumbani. Nikamwambia mke wangu tunatakiwa kutoa sadaka 200,000.
natakiwa kutoa sadaka 200,000. Je, tunazo 200,000? Tunazo? Akapiga mahesabu akaniambia tunazo. Tukaileta hapa tukaitoa sadaka. Tulivyoitoa sadaka ile 200,000, ada ya mtoto ikapatikana. Bwana Yesu apesi. Kwa hiyo wakati mwingine ukuaji unahitaji sadaka. Nilikuwa nasafiri, nahitaji milioni 3 kusafiri. Katika milioni 3 tumepambana, tuna 1,500,000. Tunatafuta milioni 3 na 1,500,000. Wakati tunaomba na mke wangu akaniambia tunatakiwa kutoa sadaka. Tena nikwambie, hakuna roho chafu kama roho ya umaskini. Roho ya umaskini ni roho chafu sana. Yaani roho ya umaskini inasongeleza, inaofisha, inatisha kuliko kitu chochote. Alivyosema toe sadaka, nikamuuliza, umesikia tutoe sadaka? Akasema haya. Nikamuuliza shilingi ngapi? Akasema 100,000. Sasa 100,000 tuna 1,500,000. Nikamwambia akasema tutoe 100,000. Sasa tuko kwenye maombi lakini huku najiuliza 100,000, huyu umaskini anasema sasa 100,000 utoe 100,000 katika 150,000 alafu natafuta milioni 3. Akili hiyo kweli? Sasa tunaomba, tuko mbele za nani? Za Mungu. Nikamuuliza na hiyo 100,000 tunapeleka wapi? Wakati hata sina nguo tujaanza. Akasema kuna mali Mungu ameniambia tunaipeleka. Wapi? Akaniambia. Nikamwambia sasa hela unayo wewe? Wewe chukua kapeleke. Lakini kweli huku umaskini umekataa hela isifanyeje? Isitoke. Umaskini unagomba hela isifanyeje? Isitoke. Lakini nami na baramaki bwana, hapa tuko mbele za Mungu. Maskini sikia, hapa tuko mbele za Mungu, lazima hela ifanyeje? Itoke. Siwezi kwenda kinyume na kauli hii ya Mungu. Hela lazima itoke. Umaskini tulia. Na wewe waambie umaskini wako tulia. Amen. Bwana, ile 100,000 ikafanyaje? Ikatoka pa. Ilipotoka, jamaa yangu kanipigia simu. Nikamwambia bwana safiri lakini nimekosa nauli. Akasema nauli shilingi ngapi? Milioni 3. Akasema nakutumia. Lakini ukuhani wangu katika mahitaji yangu usingeweza kufanya kazi kama ningemtii yule aliyekuwa anasema 100,000 ni kubwa. Si unanielewa? Huyu aliyekuwa anasema 100,000 ni kubwa, kama ningemtii milioni 3 nisingefanyaje? Nisingepata. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tengeneza. Wangapi wamenielewa? Wengi hawajaelewa. Nasema alichoonyeshwa Musa, hema aliyoonyeshwa Musa mbinguni, sio hema aliyotengeneza. Kuna mtu ananielewa? Kwa nini? Aliambiwa atengeneze mfano walichoona kule mbinguni. Kwa Musa alitengeneza mfano. Mimi na wewe hatuingii katika mfano. Tunaingia katika patakatifu halisi alimoingia Yesu Kristo. Amen. Ndio maana natajwa kuwa ni mtangulizi wetu. Alishatutangulia, sasa na sisi tunafanyaje? Tunaingia humo.
Usije ukasema ametangulia mbinguni, sisi muda wetu ukisha hapa duniani ndio tutamfuata. No, si kweli, si kweli, si kweli. Baada ya yeye kuingia, amewacha mlango wazi na sisi tufanyeje? Tuingie. Ule ulimwengu ambao umeenda ndivyo sivyo katika mkono wa Adamu, Mungu baada ya kurudisha kwetu anataka mapenzi yake yatimizwe hapa duniani kama ilivyokuwa mbinguni. Labda nikuulize, Mfalme, hamna tena Mfalme. Okay, ni lini unawajibika katika hiyo ofisi kama mfalme? Okay, ni lini unawajibika katika hiyo nafasi kama kuhani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo ndo tunaangukia katika Zaburi ya 85. Hapo 85. 85. Semana 5:82. 82 mstari wa 5 nasema, hawajui wala hawafahamu. Hawajui wala hawafahamu. Kutembea gizani. Misingi yote ya nchi imetikisika. Imeisha. Mama. Mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia, lakini mtakufa kama wanadamu, mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Bwana Yesu apesi. Sikia. Hawajui wala utembea, misingi yote ya nchi imetikisika. Mimi nimesema ndinyi miungu na wana wake aliye juu nyote pia, lakini mtakufa kama wanadamu na mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tujiulize mimi na wewe, anaposema lakini mtakufa kama wanadamu, mtakufa lakini mtakufa kama wanadamu, hiyo ni baraka? Ni baraka? Ni baraka? Manake wewe uliye katika Kristo, kufa kama mwanadamu ni kitu cha aibu. Yaani uanguke kama mmoja wa wakuu, wewe ni kitu cha aibu. Yaani wewe ni mtu uliyeitwa kuacha alama katika dunia hii. Wewe ni mtu uliyeitwa kuacha historia ya kukumbukwa katika dunia hii. Lakini muulize jirani yako, je, umechagua kuishi kama mwanadamu? Amuulize, umechagua kuishi kama mwanadamu? Anasemaje? Je, umeamua kufa kama wafavyo wanadamu? Na anasema kuanguka kama mmoja wa wakuu ni aibu. Ndio, umeanguka kama mmoja wa wakuu, lakini kwako ni aibu, kwako ni fedhea. Bwana Yesu apesi. Hiyo ikuonyeshe kwamba umeitwa kuwa mtu special. Sasa lazima wewe mwenyewe utambue huo special.
Hebu fikiria, au hujatafakari juu ya hilo daraja, kutoka kwa mtu aliyetukuka, mtu mtukufu, kurudi kuwa mtu anayejistiri kwa majani ya mti. Manake kwa ule uovu alivua utukufu wake wote, alivua fahari yake yote, alivua kila sifa njema aliyokuwa nayo, alivua kila uofisho na utisho aliyokuwa nao, alivua kila mamlaka na ukuu aliyokuwa nao, akabaki kitu kisichokuwa, kitu ambacho hata wanyama wa porini hawakiheshimu, hata ndege wa angani hawakiheshimu. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, kama umeokoka ukafa, yani ukafa, hata fisi hawezi kula mwili wako, hawezi kula. Fisi hawezi kula, wachawi hawezi kula mwili wako, hawezi. Kama umeokoka kweli, kama unatembea katika mahusiano mazuri na Mungu, huwezi kuwa nyama ya wachawi, hawezi. Umekufa, hakuna mtu aliyekuona, hakuna mtu aliyekuzika, mwili wako hauwezi kuchezewa. Biblia inasema wazi kwamba shetani alitaka kuchukua mwili wa nani? Wa Musa. Mikaeli akamwambia huwezi kuchukua. Kuna mahali kwenye Biblia umesoma Musa anaitwa mwana wa Mungu? Kuna mahali umesoma Musa anaitwa mwana wa Mungu? Sasa wewe ni mwana wa Mungu. Amen. Kwa sasa kama Mungu alihakisha mwili wa Musa, ambaye Biblia inamtaja kwamba alikuwa rafiki wa Mungu. Rafiki sio mwana. Kama Mungu alihakisha mwili wa rafiki yake haudhuliwi au guswi na shetani, ataruhusu mwili wa mtoto wake uguswe na shetani? Au unajitazamani? Usijihesabu na watu wa dunia hii. Wewe sio wa dunia hii. Japokuwa lugha hii ukizungumza kwa watu wa dunia hii hawawezi kukuelewa. Hii lugha ukizungumza kwa watu wa dunia hii hawatakuelewa. Wewe ni mtu uliyeitwa utembee katika utukufu, utembee katika mahusiano bora yaliyotukuka na Mungu aliye hai. Wewe ndio mtu uliyeitwa utembee kila siku katika kugusa moyo wa Baba wa mbinguni kwa imani yako iliyo katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa huyo Roho Mtakatifu anayekaa ndani yako, kila siku umeitwa kuamsha moyo wa Baba, kuleta furaha katika mbingu za Mungu aliye hai. Wewe ndio ambaye umeitwa kuleta furaha katika mbingu za Mungu aliye hai. Lakini je, unajua na unachukua hatua? Mtu ambaye uko tayari kuzini eti kwa sababu mtu mmoja kainuka akasema unajua nakupenda sana. Anakupenda, anakujua. Amekujulia wapi wewe anakupenda? Bwana Yesu apesi. Yesu amekupenda hata amekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako. Wewe kutafakari hilo? Unazuiwa na shambani, umekutana naye mjana akwambia sister nakupenda. Hajui hata umetoka wapi. Uko tayari kuzini, uisaliti damu ya Yesu iliyokununua. Unafikiria kweli? Unawaza kweli? Unajitambua kweli?
Bwana Yesu apesi. Kwa ninakuamsha asubuhi ya leo usimame katika nafasi yako. Na kuamsha asubuhi ya leo ukumbuke kwamba yuko aliyeingia gharama kwa ajili yako ili usimame katika zamu yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Na kuamsha asubuhi ya leo kwamba wewe si mtu wa kawaida wa kurushwa huku na kutupwa kule. Hapana. Wewe unategemewa na mbingu za Mungu aliye hai. Si dhaifu kama wanavyokuona, si dhaifu kama wanavyojiona. Unategemewa. Elimu yako sio kikwazo. Umri wako sio kikwazo. Una ndoa sio kikwazo. Una watoto sio kikwazo. Una kazi sio kikwazo. Mungu anakuhitaji usimame katika ofisi aliyokuitia tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Damu yake hata sasa inalia kwa ajili yako. Inatamani kuone kwenye nafasi. Damu yake hata leo inaita kwa habari yako. Uingie katika nafasi, ubebe majukumu ambayo yeye mwenyewe tayari aliyatabikia kwa ajili yako. Nimewambia usipoamua kuishi kwa ajili ya watu, hata utakapojaribu kuishi kwa ajili yako mwenyewe itakuwa ngumu. Kama kwani usipoamua kuishi kwa ajili ya watu, hata siku ukiamua kuishi kwa ajili yako itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu. Utaomba lakini majibu hayatapatikana. Kwa nini? Kwa sababu ya ubinafsi ulio moyoni mwako. Umeitwa kumtumikia Mungu kwa kuhudumia watu. Watu wawe ajenda kwenye maisha yako. Sio kwa ubaya bali kwa wema. Kama kuna mwenye dhambi humu ulimwenguni, awe ajenda yako, sio kumhukumu bali kumwokoa. Kama kuna mtu dhaifu ulimwenguni humu, huyo awe ajenda yako, sio kumharibu bali kumjenga. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuhani. Tangu mwanzo Mungu amekuita kuwa kuhani. Tangu mwanzo Mungu amekuweka kuwa mwakilishi wake. Mungu wakati wa Adamu alikuwa anatawala mbinguni akiwa ndani ya nani? Akiwa ndani ya Adamu. Yuko mbinguni anatawala dunia akiwa ndani ya Adamu. Mapenzi yake yanatendeka yakiwa ndani ya Adamu. Na ndio maana akampa Adamu jukumu, akamwambia Adamu, sasa mimi nishaumba hivi vitu vyote. Sasa wewe hili jukumu la kwako. Vipe majina. Vipe majina. Kwa hiyo Mungu na Adamu akaanza kutoa majina kwa viumbe. Wewe swala anasema sawa. Wewe simba anasema sawa. Ngedere sawa. Nyani sawa. Kima sawa. Mbwa sawa. Paka sawa. Kila kiumbe jina aliyokipa Adamu ndio likawa jina lake. Sasa Mungu huo mpango hajaacha. Huo mpango hajaacha. Lakini lazima uelekeze moyo wako katika makusudi yake. Uamue kusimama kwa maslahi ya ufalme wake yeye mwenyewe. Uamue kuhakikisha kwamba yeye kwenye maisha yako ndiye anayetukuzwa peke yake. Bwana Yesu apewe sifa. Uamue kutafuta utukufu wake. Hivi inawezaje siku kupita alafu hujatafakari kama leo kwenye siku hii Mungu ametukuzwa ndani yangu, ametukuzwa kwa mimi, nimefanya jambo gani leo ambalo Yesu akija akiniuliza habari za kazi nitamwambia nzuri? Halo. Jiulize, jana imepita. Ni nini ambacho umefanya ambacho Yesu akija kuuliza habari za kazi utamwambia nzuri?
Yesu Kristo anaposema yeye ni mtangulizi wetu katika patakatifu, maana yake sisi tunafuata kufanyaje? Tunaenda kutoa mrejesho wa kila ambacho ametuweka kusimamia. Tunakisimamiaje? Tunakiendeshaje? Ofisi yake iko katika hali gani? Yale aliyoweka mkono mwetu yako katika hali gani? Wewe utapeleka nini? Akija leo akakuuliza, utasema nini mbele zake? Halo? Utasema nini? Nakumbuka wakati niko gerezani, nilikuta mahabusu walikuwa wanaimba wimbo. Huo wimbo bwana, gereza likifungwa ile saa 9, makofi yani kuliko kinanda yanavyopigwa. Gerezani wanaomba kuliko nyumbani. Walikuwa wanaimba, uhai wangu ni nini, ninatakiwa nimfanyie Mungu kazi, ndipo nilale nikiwa ninaye Bwana, nipumzike usingizi wa heri. Najiuliza, nawe ujiulize, leo ni roho ngapi ulizoleta kwa Bwana? Kama hakuna chochote ulicholeta, itakuwaje siku ile ya mwisho? Hai asante. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hapo ni gerezani, watu wajiuliza, sasa kumbe tuko gerezani, tumetakiwa kuvuna roho za watu Sasa hatujavuna chochote humu. Sasa Yesu akija leo tutamwambia nini? Hao ni wafungwa wanajiuliza, wewe uliye huru. Wewe uliye huru. Wewe uliye huru. Wangapi wanatamani kumheshimu Yesu? Kweli kabisa. Amen. Shusha mkono. Hebu jiulize wewe mwenyewe kama ni kweli. Yaani jiulize wewe mwenyewe kama ni kweli unataka kumheshimu Yesu. Wewe mwenyewe jiulize, ni kweli? Yaani jihakikishe mwenyewe, jithibitishe mwenyewe. Hii jambo ni kweli au unaenda kwa mkumbo? Ni kweli? Baada ya kujiuliza umesemaje? Umeona sasa? Mikono ilikuwa mingi, lakini ni kweli zimefanyaje? Zimepungua. Mikono ilikuwa na ujasiri, lakini hata hizo zilizosema kweli bado hazina uhakika sana. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie, ili wewe na mimi tuweze kumpenda Yesu kweli, tuweze kumpenda Yesu kweli na kueleza kitu ambacho Yesu mwenyewe amenifundisha. Lazima tuwapende watu wanaotuumiza sisi. Lazima tuwapende watu wanaotukataa sisi. Lazima tuwapende wenye dhambi, wanaotenda uovu juu ya Bwana wetu, wanaomnena vibaya, wanaomsema vibaya, wanaomtukana au wanaomsema vibaya Yesu. Au ndio tumetumwa kwao kuwapenda na kuwaleta kwa nani? Kwa Kristo. Siku moja nimeomba na kulia, nataka Bwana Yesu anisaidie kumpenda. Lakini akaniambia, ukitaka kunipenda mimi, wapende niwapenda. Nikamuuliza kina nani? Akaniambia wenye dhambi. Nikamwambia iwezekani niwapende wenye dhambi kwa sababu hao ni maadui zako. Akasema hao ni maadui zangu kweli. Wao wanafanya vita juu yangu, lakini mimi sifanyi vita juu yao. Ninachofanya kila siku ni kuhakikisha kwamba wanaokolewa. Unanielewa? Wao wamesimama kwa maadui, yeye kila siku anahakikisha kwamba wanafanyaje? Wanaokolewa.
Anasema hao ndio mimi niliyokubali kutoa uhai wangu kwa ajili yao, bado nawapenda hata sasa. Nafasi ipo, wanaweza kutubu, waendee hao, na mimi nakwambia waendee hao kwa jina la Yesu. Hakuna mtu ambaye ana dhambi kiasi kwamba hawezi kutubu. Hakuna, hayupo. Hata kama ameshapigwa muhuri wa 666 bado Yesu anaweza kumwokoa. Maadamu yuko hapa duniani, Yesu anaweza kufanyaje? Kumwokoa. Usimkatie tamaa, fanya kazi ya ukuhani. Watu wamekubali kufanya kazi ya ukuhani, lakini kwa watu wanaotenda mabaya kwa wenzao, sio kwa watu wanaotenda mabaya kwao wenyewe. Ngoja nikuambie, Yesu alikuja kutuokoa sisi ambao tulimtenda dhambi yeye. Tulikuwa tumtaki, tulikuwa tumkubali, tulimtukana, tulimkufuru yeye, huyo Yesu, lakini alitoa uhai wake kwa ajili yetu sisi. Kwa mtu wa kwanza kudili naye wewe ni yule ambaye amesimama kwenye ulimwengu wa roho kwamba ni adui yako. Huyo ambaye anakunena vibaya, huyo ambaye anakusingizia, huyo ambaye anakutukana, huyo ambaye unahisi kwamba anakuroga, huo ndio mtaji wako wa kuanzia kazi yako ya ukuhani. Usitafute anayewasema vibaya wengine, tafuta kwanza anayekusema vibaya wewe. Kama una uwezo wa kumwombea anayekufanya vibaya wewe, anayekukataa wewe, anayekupinga wewe hadharani, ambaye anaonyesha chuki wazi wazi mbele yako, kama uwezi kudili na huyo, kumpatanisha nafsi ya Mungu, uwezi kujidanganya kwenda kumpatanisha aliyekosana na jirani yako. Uongo huo. Uongo. Toa boriti kwanza kwenye jicho lako, ili uweze kuona vema kutoa kibanzi katika jicho la ndugu yako. Kuna mtu amesimama anakuharasi, kuna mtu amesimama anakupinga, kuna mtu amesimama anataka kukumaliza. Huyo ndiye mtaji wako. Mwambie Yesu asante kwa huyu mtu, maana ameingia mahali pazuri hapa. Amekuja mahali ambapo sasa hakuna anayeweza kuzuia kuokolewa kwake. Mwambie hivyo kabisa, huyu sasa ameingia, huyu ni wa kwako kuanzia sasa. Hakuna kumharibu, hakuna kumpoteza. Ngoja nikwambie, hata kama ni mambo shetani yuko kwenye level gani, unaweza na kufunga tena sio siku nyingi, siku 2 tu akaokolewa. Mwambie Yesu, nimeamua kutoa sadaka. Huu ni mtaji wangu. Yaani hii ndio dhabihu unayoambatanisha na damu yako katika madhabahu ya mbinguni kwa ajili ya huyu mtu. Kuanzia leo asioge mtu mwingine yoyote. Uchawi aliofanya kwangu ni mwisho. Asioge mtu yoyote mwingine. Uchawi umkatae kuanzia sasa. Wachawi wamkatae, yani mpaka mwenyewe aokoke. Unampiga fumo mchawi, unampiga fumo mchawi, unamkata mapanga mchawi. Sasa ni unatumia bunduki kuwa mbu. Lakini hebu nikwambie, unajua Elia alioa manabii wa Baali 450 kwa upako aliokuwa nao. Kwa kazi ya msalaba tuna upako zaidi ya Elia. Ni mpaka tukubali alichotupa Yesu, tunatembea zaidi ya mtu yote alivyowahi kutembea hapa duniani. Bwana Yesu apesi. Kwa hiyo na wewe unaweza ukaoa wengi kwa upanga wako, kwa fumo lako, unaweza ukaoa wengi. Lakini tumetuma kufanya kuokoa roho za watu. Yohana na wenzie wakamwambia, Bwana, hawa wamekuzuia kuingia katika mji wao, wamesema usipite. Je, tuamuru moto uje ushuke juu yao kama alivyofanya Elia?
Yesu akasema msifanye hivi. Hamjui ni roho gani iliyo ndani yenu. Roho iliyo ndani yenu ni roho ya ukuhani, roho ya uishaji. Sio roho ya hukumu. Sio roho ya hukumu. Ni roho ya ukuhani, upatanishi. Sio roho ya hukumu. Tunaona mitafaruku kanisani kwa sababu ya ukosekanaji wa roho ya Kristo ya upatanishi. Lakini roho ya Kristo ikiwa ndani ya watu, ufalme wa Mungu ukiingia kwako, utatamani kuona kila mtu anaokolewa. Sio yule ambaye anafanya mema kwako, hasa yule anayefanya mabaya kwako, kwa sababu anayefanya mema huyo ni mtu mwema ati. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini yule anayefanya mabaya, huyo Yesu anamhitaji sana. Kwa naamsha kanisa leo, acha kuogopa wachawi. Acha kuogopa waganga. Acha kuogopa wawanga. Acha kuogopa waabudu shetani. Hawana kitu kwako, kwa kuwa aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye ndani yao. Sio yangu nikwambie, hawatoshi kufanya vita juu yako. Hawatoshi. Nasema hawatoshi. Hawatoshi kufanya vita juu yako. Shetani mwenyewe hakutosha, hata wao hawatoshi na hawatatosha. Hebu kuwa kama Yesu. Hebu kuwa kama Yesu. Yesu alisema, Baba, wasamehe. Amen. Utasema ni Yesu tu. Stefano alisemaje? Baba, wasamehe. Zuna nielewa. Anasema wasamehe wakati anafanyaje? Anakata roho. Wakati anakata roho. Lakini kilichompa ujasiri nini? Mbingu zilifunguka, akamwona Yesu mwana wa Mungu ameketi katika kiti cha enzi. Hakuona kwamba dunia ni kitu cha kushikamana nacho tena. Hakuona haja ya kujitetea. Akasema hapo ulipo nataka niwepo. Bwana Yesu apesi. Ukimtazama Yesu au utatafuta heshima yako. Hakuna kuhani anayetafuta heshima yake mwenyewe. Hayupo hata mmoja. Hakuna kuhani anayetafuta kusifiwa. Ngoja nikwambie, isiyokufa aioti. Kubali kufa mbele za watu. Bwana Yesu apesi. Kubali kufa mbele za watu ili uishi mbele za nani? Za Mungu aliye hai. Unapita mapito. Hayo mapito nataka nikwambie hayatakumaliza. Amen. Hayatakumaliza. Amen. Hayatakuharibu. Amen. Mwambie jina lako ni kitambo tu. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya pazia. Kazi ya pazia. Pazia, kule ndani ya pazia ndimo mlimo kuwa na sanduku la agano na kile kiti cha rehema. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndani ya ile sanduku ndimo mlimo kuwa na mbao, zile mbao mbili za ushuhuda. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ushuhuda ni wewe. Ushuhuda ni wewe. Ushuhuda ni kile kilichonenwa kwa ajili yako. Ushuhuda ni kile kilichofanywa kwa ajili yako. Ushuhuda ni uhalisia wako uliposhuhudiwa katika Kristo Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kulikuwa na pazia. Kulikuwa na pazia. Watu wasifike kwenye huo ushuhuda. Bwana Yesu apewe sifa. Na mpaka leo shetani anajaribu kuweka pazia ili watu wasione huo ushuhuda wao, wadhihirike katika ule ushuhuda. Lakini Yesu Kristo kwa kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako, kwa mwili wake kutomolewa, kwa hiyo damu yake kumwagika, hiyo damu ikakutakasa, hiyo damu ikakuosha, hiyo damu ikakuhesabia haki. Umepata kibali cha kuingia katika huo ushuhuda. Mahali ushuhuda wako ulipo, umepata kibali. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa lugha nyingine, kwa hilo pazia kupasuka, manake kila ukwazo, kila kizuizi kimeondoka kwa habari ya mambo yako. Bwana
kila kilichokuwa kikutenga na mema ambayo ni ya kwako na uhalisia wako kwa kazi ya msalaba kimeondoshwa. Sema pazia limeondoka. Sema pazia limeondoka. Pazia limepasuka kwa damu ya Yesu. Pazia limepasuka. Pazia limepasuka kwenye kazi ya mikono yangu. Pazia limepasuka. Naweza kuyafikia mema, naweza kuyaona mema, naweza kuyashika mema, naweza kumiliki mema, naweza kutembea katika mema. Pazia limepasuka kwa damu ya Yesu. Limepasuka, limepasuka kwenye uchumi wangu. Pazia limepasuka kwenye ndoa yangu. Pazia limepasuka kwenye afya yangu. Pazia limepasuka, limeondoka kwa damu ya Yesu. Limeondoka kwa damu ya Yesu. Limeondoka kwa damu ya Yesu. Sasa hivi naweza kuona ushuhuda wangu. Naweza kushika ushuhuda wangu. Naweza kutembea kwenye ushuhuda wangu. Naweza kumiliki ushuhuda wangu kwa kuwa pazia limepasuka. Limepasuka. Mahali popote ambako umekuwa taabuni, mahali popote ambapo umekuwa ukizuiliwa kufika, mahali popote ambako umekuwa ukikwamishwa kufika, kile ulichokuwa unatafuta uone, nasema kwa jina la Yesu, pazia limepasuka. Wakati wako, saa yako, kwa damu ya Yesu Kristo. Sema Baba mbinguni, katika jina la Yesu, na kuondosha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kisiri cha baraka zangu, kisiri cha mema yangu, hawezi kudumu tena. Majira yako yamekomeshwa kwa damu ya Pasaka ya Yesu Kristo. Nguvu yako imeondoshwa kwa damu ya Pasaka Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Kusanya yaliyo yako. Wapi unataka kuingia? Wapi ulikwamishwa? Wapi ulikatazwa? Yeyote aliyekukataza, iwe ni miungu ya baba zako, iwe ni usiri mema yangu nisiaone, au yasionekane kwangu, au kwa watoto wangu, au kwenye ndoa yangu, au kwenye afya yangu, ewe kisiri, muda wako umekwisha, muda wako umekoma. Kwa damu ya Pasaka, pazia la hekalu iliyopaficha patakatifu, patakatifu pasionekane kwa watu wa Mungu, limeondoka kwa damu ya Yesu. Na kwa sababu hiyo, yale mema yaliyo yangu katika msalaba wa Yesu Kristo, yaliyokuwa yamefichwa, na tangaza kwa imani katika neno la Mungu hai. Ewe kisiri, ewe pazia, umeondoka, 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 umeondoka kwa damu ya Yesu. Umeondoka, 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 umeondoka kwa damu ya Yesu.
Mapazia yote yanatoka mbele yako, yanatoka mbele yako. Vizuizi vyote vinatoka mbele yako, vinaondoka kwa damu ya Yesu. Vinaondoka. Hivyo vizuizi vinaondoka, hivyo vizuizi vinaondoka, hivyo vizuizi vinaondoka, hivyo vizuizi vinaondoka, vinaondoka, hivyo vizuizi vinaondoka kwa damu ya Yesu. Vinaondoka hivyo vizuizi vinaondoka. Hayo mapazia yanaondoka, hivyo mistari vinaondoka. Raketa kasata matereketata yanaondoka. Hayo vizuizi yanaondoka, yanaondoka kwa damu ya Pasaka, yanaondoka kwa damu ya Yesu, 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 yanaondoka kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Pasaka vizuizi vinaondoka kwa damu ya Pasaka, vinaondoka kwa damu ya Pasaka, vizuizi vinaondoka, vizuizi vinaondoka kwa damu ya Pasaka, vinaondoka kwa damu ya Yesu, vinaondoka. Hivyo vizuizi, hivyo steri, baraka zako, hivyo vita, baraka zako vinaondoka kwa damu ya Yesu, vinaondoka kwa damu ya Yesu, vinaondoka. Kwa jina la Yesu, na kutangaza kwa huru kwa damu ya Yesu. Natangaza vizuri kuondoka kwa damu ya Yesu, naamuru kuondoka. Kila kizuizi naamuru kuondoka, kila pazia naamuru kuondoka kwa damu ya Yesu, vinaondoka. Ondoka kwa damu ya Yesu, ondoka raketa sata, ondoka kwa damu ya Yesu, ondoka kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu tunapatikana na kushukuru. Sema kwa damu yangu katika msalaba wa Yesu Kristo iliyofichwa kwa pazia la mizimu, kwa pazia la uchawi, kwa pazia la uganga, kwa pazia la falaki, kwa pazia la chochote kicho cha kuzimu, kila kicho changu kilichofichwa na kitwaa kwa damu ya Yesu, na kitwaa kwa damu ya Yesu, na kitwaa kwa damu ya Yesu, kwa maana hicho kisteri kimeondoka kwa damu ya Yesu, hilo pazia limeondoka kwa damu ya Yesu. Toa ile yako, ingia utoe ile yako. Kisteri kimeondoka, nisaya kutoa ile yako kwa damu ya Yesu. Kimeondoka, pazia limeondoka kwa damu ya Yesu. Pazia limeondoka kwa damu ya Yesu, pazia limeondoka kwa damu ya Yesu. Pazia limepasuka, siri imeondoka. Rakasata, kistiri kimeondoka, ni saa ya kutoa hayo yako kwa damu ya Yesu,
kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kistiri kimeondoka, kistiri kimeondoka, kistiri kimeondoka, kistiri kimeondoka, kimeondoka, kimeondoka. Pazia limeondoka, limeondoka, limechanika, limechanika, limepasuka, limepasuka, ndio limepasuka, limepasuka. Ni saa yako wa kuachiliwa, umeachiliwa, 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 umeachiliwa. Pazia limeondoka, 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 limeondoka kwa damu ya Yesu. Pazia limeondoka kwa damu ya Yesu, limeondoka, limeondoka, limeondoka kwa damu ya Yesu, limeondoka kwa damu ya Yesu, limeondoka kwa damu ya Yesu, limeondoka kwa damu ya Yesu. Pazia limeondoka, 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 limeondoka kwa damu ya Yesu, limeondoka, 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 limeondoka kwa damu ya Yesu, limeondoka, 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 limeondoka kwa damu ya Yesu, limeondoka Ramasaka, limeondoka Ramashira, limeondoka Ramakuria, limeondoka kwa damu ya Yesu, limeondoka, 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 limeondoka kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Natangaza kwamba pazia limeondoka, limeondoka kwenye maisha yako, limeondoka kwenye mambo yako, limeondoka kwenye imani yako, limeondoka, 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 limeondoka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Raketano saka, limeondoka, limeondoka, limeondoka kwa damu ya Yesu, limeondoka, limeondoka, limeondoka kwa damu ya Yesu, limeondoka, limeondoka, limeondoka kwa damu ya Yesu, limeondoka. Leo pazia limeondoka, leo pazia limeondoka, leo pazia limeondoka, leo limeondoka, limeondoka, limeondoka. Wezo wao tena limeondoka, leo pazia limeondoka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Pasaka. Wewe pazia una mamlaka tena, yeye mtu hauna mamlaka. Pasa toko tabraka, raketo braka, raketo braka, raketo braka, raketo braka. Natangaza ukomo wako, natangaza ukomo wako. Mema yote yaliyo katika pazia ambayo adui uliyaficha kwa habari ya mema ya mtu huyu, naweka wazi, 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 naweka wazi kwa damu ya Yesu, naweka wazi, naweka wazi. Umeachia, 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 umeachia. Kisiri kimeondoka, kimeondoka, kimeondoka. Ndio, 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 ndio. Yametoka kwenye pazia, yametoka kwenye pazia, yametoka kwenye maficho, yametoka, 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 yametoka kwenye maficho, yametoka, yametoka, yametoka kwa damu ya Yesu, 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 yametoka 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 kwa damu ya Yesu, yametoka, yametoka, yametoka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hamwezi kuzuia tena, hamwezi kuzuia tena, hamwezi kuzuia tena. Yametoka, 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 ndio yametoka. Na nyang'anya, na nyang'anya kila mtu shika cha huyo mtu, kila mtu vicha cha huyo mtu, na kitoa kwenye stara, na kitoa kwenye stara, na kitoa kwenye stara, na kitoa kwenye stara kwa damu ya Yesu, na kitoa kwenye stara, na kitoa kwenye stara, na kitoa kwenye stara. Wewe stara na kuondosha, na kuondosha, na kuondosha, na kuondosha, na kuondosha, na kuondosha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, na kuondosha. Raketo saka, maketo brata, na mfungua mtu huyo kutoka mikono mwako, na fungua kile ulichokuwa umeficha kutoka mikono mwako, na kiweka huru kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, amen. Uko huru kwa damu ya Yesu. Kisiri chochote uliyekuwa ukisiri mbele ya msalaba kwa ajili yake, nimekuondosha kwa damu ya Yesu. Umeondoka, umeondoka,
umeondoka kwa damu ya Pasaka, umeondoka. Enzi yako imekoma, enzi yako imekoma, mamlaka yako imekoma, muda wako umekoma kwa damu ya Pasaka, 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 kwa damu ya Pasaka. Natangaza uhuru kwa huyu mtu, uhuru kwa huyu mtu, uhuru kwa huyu mtu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kistiri na kukomesha kwa damu ya Pasaka katika jina la Yesu Kristo. Sema na kitangaza kwani ubatili mema yote ambao Yesu Kristo aliyasumbukia kwa ajili yangu, na ataja kuwa wazi, na atangaza kuwa wazi kwa ajili yangu katika jina la Yesu. Kisiri chochote katika moyo wangu na kuondosha kwa damu ya Yesu. Kisiri chochote katika masikio yangu na kuondosha kwa damu ya Yesu. Kisiri chochote katika ufahamu wangu na kuondosha kwa damu ya Yesu. Kisiri chochote katika imani yangu na kuondosha kwa damu ya Yesu. Kisiri chochote katika kazi yangu na kuondosha kwa damu ya Yesu. Kisiri chochote katika ndoa yangu na kuondosha kwa damu ya Yesu. Kisiri chochote katika mali yangu na kuondosha kwa damu ya Yesu. Kisiri chochote katika ukuhani wangu na kuondosha, na kuondosha, na kuondosha, na kuondosha, na kuondosha, na kuondosha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pazia la hekalu limekwisha pasuka kwa damu ya Yesu. Sasa na mlango wa kupaingia patakatifu, patakatifu kwa damu ya Yesu. Njia aliyonianzia mwenyewe iliyo mpya, iliyo hai, inayopita katika pazia hadi mwili wake. Pazia imekuwa mlango, pazia imeacha njia, pazia sio kizuizi tena, sio kizuizi tena kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nimeingia mahali pako, nimeingia kwenye urithi wako kwa damu ya Yesu, kwa maana pazia sio pazia tena, pazia imeacha njia, pazia imeacha mlango. Sasa urithi wangu hauzuiliki, 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 hauzuiliki. Ni wa kwangu, ninao kwa damu ya Yesu. Natembea katika urithi wangu, ninaishi katika urithi wangu, nanufaika na urithi wangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Umeingia Yesu, umeingia. Umeingia Yesu, umeingia kwa imani. Umeingia. Nisikilize. Nisikilize. Weza wake wa uongo umetukirimia vitu vyote vipasavyo usiotaona kwa kujua yeye. Alipo Yesu ndipo alipo mema yote aliyotabikia kwa ajili yako. Umenielewa? Alipoingia umeingia. Hayo mema ni ya kwako. Kila unachokitamani, kila unavyotaka kuwa, kila unavyopenda uwe, kila unavyotamani uwe, kila unavyotaka kufika, umeingia kwa damu ya Yesu. Umeingia. Hakuna jinsi unavyotamani kuwa ambavyo yeye hawezi kufanya uwe. Hakuna mahali unapotaka kufika ambako yeye hawezi kukufikisha. Yeye ni kila kitu. Yeye ni wewe yule unayetamani kuwa yule. Na umeingia. Umeingia. Umeingia.
Sema Bwana Yesu, ninapokea katika mahali patakatifu pako, katika mahali patakatifu pako, kwenye ulimwengu wa roho ulimoingia kama mtangulizi wangu. Sasa na mimi niko papo hapo ulipo. Napokea kila kilicho katika uweza wa mkono wako kunipatia, kila kilicho katika uweza wa mkono wako nakipokea. Watu wanabushwa. Raketo base prata shaka. Watu wanabushwa kwa uwezo wake. Raketo prata. Watu wanabushwa. Naona tabu zinapisha watu. Mateso yanapisha watu. Vikwazo vinapisha watu. Mapazia yanakaa kushoto. Yanaondoka. Raketo prata. Raketo sabrata. Baba, nakuinulia mikono yangu katika patakatifu pako pa mbinguni kwa imani katika damu ya Yesu Kristo, ndio kibali changu kwa uokoaji ulionipa. Nisimame mbele zako na kutumika, Bwana, kwa watu hawa, Bwana, ambao ni urithi wako.